kugawa vitabu kwenye hizo kata ambazo mmebahatika kuweza kuzitembelea kule mkoani Geita. Pale siku ile nilikuacha mida ya saa 7 baada ya kuswali adhuhuri pale stendi ya Magufuli, na matarajio yako ilikuwa ni kutoka na gari ya saa 11. Safari yako ilikuwa ni ya masaa mangapi kutoka pale Magufuli? Kwa umetoka saa ngapi? Na safari yako ilikuwa ni ya masaa mangapi? Changamoto ilinikuta pale. Tena changamoto kubwa. Yaani changamoto kubwa kwa sababu pale gari ambayo ilikuwa nimekatiwa tiketi ya kutoka saa 11. Ndio. Sasa mizigo yangu iko juu ofisini kule ghorofa ya pili. Kuishusha pale mpaka kule chini katika ile gari ambayo tulikata ile tiketi, tukamwambia gari imejaa. Gari imejaa mzigo. Kwa hiyo mzigo wako hakuna sehemu ya kuweka. Tutakutafutia gari nyingine. Mzigo wa maneno ya Allah ulikosa nafasi kwenye gari. Ulikosa nafasi kukaa kwenye gari. Nikasema yote Mwenyezi Mungu ameyapanga hayo. Unaona, baada ya hapo sasa ikawa wananitafutia gari nyingine. Wakanibadilishia gari. Kwa hiyo nilitumia gharama sana. Kutoa mzigo juu chini nililipia. Pale kutoa pale mzigo pale kwenye gari nyingine nililipia. Kupandisha gari kupandisha ule mzigo kwenye gari nimelipia. Kwa hiyo kushusha kule nimelipia. Hapo tuliposhushiwa hapo huko Geita sio penyewe. Kutoka hapo tulishushwa si wanaita sehemu gani? Gari huko mbele haifiki. Galala kwa haifiki. Unaona, kwa hiyo tukashushiwa sehemu nyingine kule nilipia. Kwa hiyo ilikuwa gharama kubwa, lakini zote ni changamoto za safari. Ni kitu cha kawaida tu. Kwa hiyo nilifika kule saa 11. Nilitoka saa 12, saa 1 kasoro. Nilitoka hapa Dar es Salaam saa 11 kasoro ya saa 1 kasoro ya jioni. Ya jioni. Ukafika kule Geita? Tulifika kule saa 12. Hadi kufika nyumbani na ingia nyumbani saa 12. Saa 12 ya asubuhi ya jioni siku ya pili yake. Mkurugenzi anasema kwamba akatoka Magufuli saa 1 kasoro ya jioni ya usiku. Manake kuanzia saa 1 hiyo usiku umesafiri usiku wote huo. Usiku wote tuko kwenye gari. Asubuhi mmepambazuka asubuhi, mchana wote pia mkasafiri. Mpo kwenye gari. Mkafika nyumbani kwa mwenyeji wako Bibi Zaituni huyo saa 12 jioni. Ni safari hiyo ya masaa 24. Masaa 24. Allahu Akbar. Wenyewe wanasema kwamba labda gari yenyewe ilikuwa inazembea. Yaani labda ilikuwa kwa kuwa amempakia mjamwema alopakia, basi wasikimbize sana ile gari. Kidogo iendelee afike kwa amani na salama. Yaani hiyo safari kama ile safari ya kusafirishwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na yule mnyama buraku kwenye mlima, haisi mlima wala mabonde. Sawa kabisa. Basi sasa karibu moja kwa moja baada ya kufika kwa mwenyeji wako huyo Bi Zaituni, nini kilichokuwa kinaendelea hapo? Kilichoendelea ni kwamba ni kulala siku ya pili yake, tukaendelea na jambo la kugawa vitabu. Siku ya Jumamosi hiyo. Siku ya Jumamosi. Kwa maana tuligawa vitabu katika hiyo kata ya Mtakuja hiyo. Kata Mtakuja. Kwa sababu kata ambayo nilifikia ilikuwa ni kata ya Kalangalala, sio Kalangalala, sio Kalangalala. Sio Kalangalala, sio nimepatia maana yake sio Nkuri amie, majina yake Nkuri ana kazi kidogo. Mwisho wa kata wa Kalangalala, sio Kalangalala, sio huko. Baada ya hapo tukaenda katika kata ya Mtakuja na tuligawa vitabu katika madrasa ambayo inasimamiwa na mwenyekiti wa JUAKITA mkoa Bi Zaituni Hussein. Tulikuta pale alhamdulillah, nadhani watazamaji wameona jinsi wahanisiaji sio hivyo. Lakini baada ya hapo sasa tulitoka pale saa 1 kasoro hivi, saa 1 kasoro kama sikosei, tulitoka pale tukaelekea katika kata ya Nyarugusu. Kata ya Nyarugusu huko alipochimba madini. Tulifika kule saa 1 usiku. Naona hadi kumaliza zoezi saa 2, ile saa 2 adhani inaadhiniwa, mpaka tunamaliza pale muda wa swala umeshafika. Kwa hiyo tuligawa vile vitabu usiku. Usiku ina maana hata Nyarugusu sijaiona vizuri. Tumegawa na kuondoka, lakini alhamdulillah nimefika na wamepata haki yao. Kwa mara ya kwanza kabisa umekanyaga sehemu ambayo inachimbwa madini. Kuna mali. Yaani nimefika sehemu ambapo kuna mali. Alhamdulillah, kwa neema yuko neema. Lakini wewe ukawa unagawa mali zaidi ya hiyo. Mali zaidi ni maneno ya Mwenyezi Mungu, hakuna zaidi ya hapo. Allahu Akbar. Naam kabisa. Watu wapenzi watazamaji, kama mnavyoona sasa hiki ni kipindi cha busati la waja wema waliobaki. Kuliani kushoni kwangu hapa ni mkurugenzi wa waja wema waliobaki, na kuliani kwangu ni mzee wetu Mzee Mnete.
mwenyeji wa msikiti huu, lakini vile vile pia ni mshauri wa wajawema, anapenda mambo ya wema. Kwa hivyo leo tunayo ofisini kwetu mshabiki sana wa wajawema, anapenda kabisa. Mwalimu Hamisi Mtama, wasikilizaji na watazamaji wetu wa Busati la Wajawema Waliobaki wataka kufahamu safari ya Geita ilikuwa na majuzu mangapi, misahafu mingapi, na mzigo kiasi gani wa nguo? Yaani kiufupi ni kwamba tusizungumze sana, nilichukua vitabu 600. Ulibeba vitabu 600, majuzu 600. Kwa maana sasa misahafu ilikuwa 44 na juzu zilikuwa 500 na 560 sasa. Lakini kuna vitabu kwa maana sasa misahafu ilikuwa 44 na juzu zilikuwa 500 na 560 sasa. Lakini kuna vitabu vya kawaida hivi. Kawaida ya fiqh. Kwa hivyo fiqh na vitabu vingine. Kwa hiyo jumla vyote ilikuwa ni 600. Inshallah, wapenzi wa watazamaji wetu, bila shaka mkurugenzi huyu anaendelea kutiririka na kutuletea namna ya safari yake ilivyokuwa. Sasa amerejea Dar es Salaam kwa majukumu yake mengine. Lakini safari ilikuwaje? Kwenda kwake na kurudi kwake. Safari ilikuwaje? Safari ilikuwa ya kawaida kama safari, kama msafiri na msafiri. Changamoto ndo kama hivyo zipo, lakini hatuweza kuzizungumza sana kwa sababu hata ukizungumza zishapita tayari. Kwa hiyo sasa tuziache kama zilivyo katika changamoto za safari. Haya, hiyo ni safari ilikuwa ni ya mkoa wa Geita na namna watu wa Geita walivyokuwa wamefaidika na jicho la wajawema waliobaki. Sasa umesharejea Dar es Salaam na tuko mwezi wa 6 leo, ni tarehe 20, ni tarehe 20 leo. Baada ya safari hiyo ya Geita, wajawema wapi tena? Jicho la wajawema limemulika wapi tena, au ndio basi imekwisha? Wajawema imemulika kwa sababu wajawema walikuwa wanasubiria. Na nilikuwa nawaambia kwamba kuna mikoa mitatu nimeomba. Sawa, kuna mkoa wa Pwani ambapo sasa ni maeneo ya Kibiti, kuna Mtwara, maeneo ya wapi huko Tandahimba, lakini kuna Mbeya. Watu wa Mbeya pia waliomba. Nikaambia kuna mikoa mitatu, aliyewahi ndo anayewahi huyo. Sawa, kachelewa ndo kachelewa, atapata baadaye. Kwa hiyo sasa waliowahi ni watu wa Pwani. Watu wa Geita wamewahi, Geita tena. Nimekupenda. Watu wa Pwani wamewahi, watu wa Kibiti. Mashaallah. Mzigo unaenda Kibiti. Wajawema mzigo unaenda Kibiti safari hii. Mashaallah. Naam, Kibiti. Mkoa wa hii ni wilaya ya Kibiti, mkoa wa Pwani. Wajawema waliobaki jicho sasa limemulika wilaya ya Kibiti na vitongoji vyake. Naam. Mashaallah. Kwa wale watu wa Mkenda. Watu wa Mkenda. Kijiji cha Mkenda. Wajawema ishawaona wanakuja. Watu wa Mkenda, kata Mwambao. Wajawema wanaingia kwa Mwambao. Sio unapanda maboti, sio unatembea kwa mguu, sio bodaboda, sio unavaa, lakini wajawema itaingia hiyo kwa uwezo mkubwa. Kijiji cha Mkenda, kata ya Mwambao. Wajawema imewamulika. Wasubirie kwa hamu kabisa. Na kuanzia sasa hivi zoezi la kuchangisha limeshafunguliwa. Liko wazi. Mlango wa kuchangisha kwa ajili ya safari ya wilaya ya Kibiti uko wazi. Alhamdulillah. Natangaza sasa hivi ndugu zangu wajawema waliobakia ile jangosho letu, ule mchango wetu wa kuchangisha vitabu, nguo, mikeka, uko wazi umeshafika. Mashaallah, alhamdulillah. Basi ndugu watazamaji na wasikilizaji wetu wa channel yetu ya Wajawema Waliobaki kupitia busati letu la Wajawema Waliobaki, hayo huyo ni mkurugenzi wetu ambaye alikuwa anatupa dondoo. Na baada ya Geita sasa safari inaelekea mkoa wa Pwani, wilaya ya Kibiti, kwenye vitongoji vya Mkenda na vitongoji mbalimbali vya hapo. Na bahati nzuri tunaye hapa mzee wetu yeye ni mzaliwa wa mkoa huo wa Pwani. Kibiti hiyo ni yake.
Bila shaka hapa alipo atakuwa amefurahi sana kusikia kwamba Wajawema wamemulika wilaya ya Kibiti, wilaya ya Kibiti. Yeye labda anaweza akatueleza kule yeye kwenye wilaya hii ya Pwani, wilaya ya mkoa wa Pwani, wilaya ya Kibiti, yeye kule ni mzaliwa wa wapi, na anaweza akatueleza. Mzee wetu, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, kwa mara nyingine tena. Wajawema wamemulika mkoa wa Pwani, wilaya ya Kibiti kwenye vitongoji vyake. Na wewe ni mzaliwa wa wilaya hii ya Pwani. Pale wewe wilaya ya Pwani hii umezaliwa kijiji gani, mtaa gani umezaliwa kwa huu wa Pwani? Karibu sana. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mzee kidogo hali yake si nzuri, baridi hili linamfanya sauti isitoke kama anavyotarajia. Kwa hiyo Wajawema wetu, wasikilizaji na watazamaji, tumuie radhi mzee wetu inshallah. Bila shaka wanakuia radhi. Karibu tena. Kwa ufupi ni mzaliwa wa Rufiji. Naam. Kijiji cha Ikulili. Mashallah. Naam. Miaka ya nyuma. Naam. Kwa hiyo kwa mambo ya dini na kula vizuri sana. Mashallah. Na kama yanatokea watu waliosaidia kusapoti. Naam. Jamii ndio mbaraka mkubwa. Allahu Akbar. Jambo ambalo ni sana kuenzi sana. Na kuwashakia heri ya watekelezaji wenzangu wasikwame. Amina. So bila hivyo kule ndio kule wachaji hasa. Wachaji wao sababu na ndio kule hasa ndio wachaji ndio wale kule kwa mjini. Allahu Akbar. Mjini watu hawana shida sana wafanya vitu vile. Naam. Kwa hiyo ndio kufanya jambo zuri sana. Amina ya rabbal alamin. Huyo ni mzee wetu ambaye ni mzaliwa wa mkoa huo wa Pwani, wilaya hiyo ya Kibiti, kwenye kijiji cha Ikwiriri. Anaonesha namna ya furaha yake Wajawema kumulika katika wilaya hii ya Kibiti, namna alivyofurahi. Na moja kwa moja zoezi hili anamuombea sana dua sana kwanza mkurugenzi na msimamizi mkuu wa Wajawema waliobaki, lakini vile vile na wachangiaji. Ameeleza uhitaji wa namna unavyohitajika huko vijijini ni mkubwa sana. Anaongea hapa akiwa anashindwa namna ya kuweza kueleza, lakini anaombea dua sana wapenzi wasikilizaji na watazamaji na wachangiaji wa majuzuu, misahafu, mikeka na nguo. Bila shaka dua hii ya mzee anaomba sana zoezi zile kufanikisha. Sasa nirejee tena kwa mkurugenzi na tuweze kufuta kipindi chetu hichi cha Wajawema waliobaki. Ili zoezi unatarajia kulifanya mwezi wa ngapi au mfunguo ngapi? Nadhani kwamba naam, ninapokuwa nakusanya vitabu kutoka kwa Wajawema, naam, huwa inachukua kama ni miezi miwili ama mitatu hadi kusafirisha kwenda katika, inategemea na namna gani nilipopata ule mzigo. Lakini target ambayo nimeweka ni mwezi wa mfungo 6. Kwa maana sasa mwezi wa mfungo 6 ni mwezi wa 9 kama sikosei. Kuanzia leo mwezi unaisha, huenda kawa mwezi kuanzia leo yani leo ni tarehe 20 kwa 22. Kwa maana sasa tuna miezi miwili mbele. Kuna mfungo 6, mfungo ngapi? Ni mfungo 3. Ni mfungo 3. Kuna mfungo 4 na mfungo 5. Kwa hiyo tuna miezi miwili hapa ambayo ya mchango. Ina maana tukishafika mwezi wa mfungo 6 sasa tutaangalia, je, mzigo wetu tuliopata, je, unaweza kukidhi kupeleka vijijini? Kwa maana sasa kama tutapanga tarehe sasa ya kuweza kupeleka mzigo. Maana yake mkurugenzi unataka kutuambia kwamba tunao mwezi sasa wa 7 na mwezi wa 8. Naam. Bila shaka utakuwa ni mfunguo 4 na mfunguo 5. Mfunguo 5. Aha. Ndio umeka target hapo kwamba ndani ya miezi miwili hii ndio unaangalia namna ya Wajawema waliobaki, namna walivyo changia. Kama mzigo utakuwa umetosha mfungo 9, moja kwa moja wewe utakuwa unaelekea mkoa wa Pwani katika kijiji cha Kibiti. Haya, inshallah, kwa kumalizia, nini unataka kuambia wasikilizaji na watazamaji wa Wajawema waliobaki
unataka kuambia kitu gani kwa kuweza kumalizia kipindi chetu hiki cha busati la waja wema waliobaki? Ninachowaambia ni kwamba kwa kuwa nimeshatangaza mchango umeshaanza. Naam. Ninachohitaji ni michango yao sasa. Sawa sawa. Kwa maana wachangie kwa hali na mali. Waja wema ni waadilifu, ni wa kweli, waaminifu, kama jinsi wanavyoona utendaji kazi jinsi unavyofanyika. Kwamba mikoa mbalimbali tunaenda. Na sasa hivi tumetoka Geita na wenyewe wameona. Kwa maana kuonyesha kwamba waja wema hawawezi wakafanya ufisadi wa kuweza kuchukua vitabu na kwenda kupiga bei. Ni kitu cha wazi kabisa, tunaona kitu kinachofanyika. Unaona, lakini pia waja wema wanasisitiza kwamba toa, nunua, kwa maana nunua wewe mwenyewe vitu, alafu mpigie simu aje kuchukua nyumbani kwako. Yani huwa anapenda sana ni mtu anunue afu nende kachukue. Sio anitumie hela. Kwa sababu pesa ina changamoto zake, sawa. Kwa hiyo kama anataka kutuma hiyo ni sadaka tu ya kwangu. Mja mwema hiyo sadaka hiyo kanunue miogo. Sawa. Au bwana hiyo nauli kwenda kuchukua vitabu, ainishe moja kwa moja kwamba hiyo kwa ajili ya jambo fulani. Unaona, lakini napenda sana anunue alafu aniambie nikafuate. Napendeza sana. Kwa hiyo nawaomba sana uchangishaji umeshaanza, basi wajitokeze katika kuchangia. Mashaallah. Huyo ni mkurugenzi wetu wa waja wema waliobaki Maalim Hamisi Mtama, na hivyo ndivyo anavyomalizia kwa kuwaomba watazamaji wetu na wasikilizaji wetu wa kipindi chetu cha busati la waja wema waliobaki kupitia chaneli yetu ya waja wema waliobaki. Mnaomba tena na tena kuweza kuchangia, kwani waja wema waliobaki ni waadilifu, waja wema waliobaki ni wa kweli, waja wema waliobaki wanatatua kilio cha wanafunzi kule vijijini. Nimrudie mzee wetu ili na yeye tuweze kumsikia neno lake la mwisho kuhusu waja wema. Mzee wetu, nini ushauri wako kwa waja wema waliobakia? Ushauri wako ni nini? Ushauri wangu ni kwamba wasitake tamaa. Sawa sawa. Katika shule yote tutakuwa na changamoto. Changamoto yote ni kawaida katika shule. Sawa kabisa. Na tunaenda zaidi shuleni ya mambo ya dini. Hiyo ndio mpango mzuri. Allahu Akbar. Kwa hiyo ndio kitu cha kubobea watu. Pesa ina changamoto zake, sawa. Kwa hiyo kama anataka kutuma hiyo ni sadaka tu ya kwangu. Mja mwema hiyo sadaka hiyo kanunue miogo. Sawa. Au bwana hiyo nauli kwenda kuchukua vitabu, ainishe moja kwa moja kwamba hiyo kwa ajili ya jambo fulani. Unaona, lakini napenda sana anunue alafu aniambie nikafuate. Napendeza sana. Kwa hiyo nawaomba sana uchangishaji umeshaanza, basi wajitokeze katika kuchangia. Mashaallah. Huyo ni mkurugenzi wetu wa waja wema waliobaki Maalim Hamisi Mtama, na hivyo ndivyo anavyomalizia kwa kuwaomba watazamaji wetu na wasikilizaji wetu wa kipindi chetu cha busati la waja wema waliobaki kupitia chaneli yetu ya waja wema waliobaki. Mnaomba tena na tena kuweza kuchangia, kwani waja wema waliobaki ni waadilifu, waja wema waliobaki ni wa kweli, waja wema waliobaki wanatatua kilio cha wanafunzi kule vijijini. Nimrudie mzee wetu ili na yeye tuweze kumsikia neno lake la mwisho kuhusu waja wema. Mzee wetu, nini ushauri wako kwa waja wema waliobakia? Ushauri wako ni nini? Ushauri wangu ni kwamba wasitake tamaa. Sawa sawa. Katika shule yote tutakuwa na changamoto. Changamoto yote ni kawaida katika shule. Sawa kabisa. Na tunaenda zaidi shuleni ya mambo ya dini. Hiyo ndio mpango mzuri. Allahu Akbar. Kwa hiyo ndio kitu cha kubobea watu. Sawa sawa kabisa. Changamoto ikosekana. Walitaja moyo. Inshallah. Hayo ni maneno ya busara. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia kaeni na wazee. Wazee mnachuma busara. Wazee wanawashauri waja wema waliobaki kuwa na uvumilivu. Kuweni na uvumilivu. Mheshimiwa mkurugenzi, mzee wetu na mwenyeji wetu wa mkoa wa Pwani anatuambia waja wema wawe na uvumilivu. Uvumilivu, Waswahili wanasema mvumilivu hula mbivu. Basi inshallah, moja kwa moja sasa mkurugenzi nitupie hili uweze kuwaombea waja wema waliobaki ili tuweze kufunga kipindi chetu hiki cha busati la waja wema waliobaki inshallah. Karibu. Ninasema kubwa dawa. Kubwa ni dawa. Dawa. Naam. Nadhani kuna mzee wetu hapa
Ndio. Yeye amuombe Mwenyezi Mungu awaombee kwa maneno yoyote anayojua yeye. Ndoa inakubalika kwa maneno yoyote. Sawa kabisa. Yoyote. Sawa. Anajua Kiingereza kipige. Naam. Anajua cha nyumbani kule kibiti Rufiji ipende kazi. Kama anajua Kimakonde anaweza kaingiza kitabu chake. Sawa. Kama anaweza Kiarabu anaweza kainuka nacho. Sawa. Basi moja kwa moja Maalim Mhandisi Mtama na mkurugenzi wa Wajawema waliobaki, zoezi hili la kuwaombea dua wajawema wote waliobaki katika majukumu yao, katika uchangiaji wao amelitupia moja kwa moja kwa mzee wetu, maana amesema utu uzima ni dawa. Ukiwa unauma nenda kwa mtu mzima utapona. Kwa hivyo yeye amempa ruhusa, na Mwenyezi Mungu anasikia lugha zote, ni Kiswahili, ni Kiingereza, ni Kiarabu, ni Kichina, Mungu anasikia. Kwa hivyo hili zoezi la dua mzee wetu umetupiwa wewe, tuombe dua kwa ajili ya kipindi chetu hiki, lakini vile vile kwa ajili ya wajawema waliobaki wanaochangia kwa moyo na kwa nguvu zote. Mtu anajibana lakini anasema hapana, na mimi nichangie cha kwangu ili watu wa vijijini waende wakanufaika. Kwa hivyo karibu kwa ajili ya dua inshallah. Labda nianze kwa kuwapa hamasa. Sawa. Matumaini. Sawa. Wajawema. Mwenyezi Mungu awape pesi. Amina. Katika shughuli zao za ukusanyaji. Amina. Pamoja na familia zao. Amin. Mungu afungulie mitihani katika familia zao. Amin. Kama familia ina matatizo, inataka shughuli za shisha. Kila Mungu afanye upesi wao na familia zao. Allahumma na wale waliozunguka na Waislamu wote. Amin. Na Waislamu wote serikali ni kwetu. Amin. Tunataka kuuliza kutumia Mungu. Kwa hiyo tunataka wakati huu vizuri zaidi bila tulikojea kufanya kazi basi inshallah tukilala hivyo. Amina. Amina inshallah. Alhamdulillah. Hiyo ni dua ya mzee wetu na ametufungia kipindi chetu inshallah. Kwa mara nyingine tena, mheshimiwa mkurugenzi wa Wajawema waliobaki, mimi nikutakie kila la kheri na mzee wetu pia nikutakie kila la kheri inshallah. Karibuni tena, hiki hapa nyumbani kwa wakati wote na muda wote, karibuni hapa nyumbani kwa Wajawema waliobaki inshallah.